kuvika mwaka taji ya wema wako. Ndivyo inavyoandikwa katika Zaburi ya 65 na mstari ule wa 11a. Nami kwa kupitia neno hilo ninakutangazia ya kuwa mwezi wa tatu, mwana wa Mungu, popote pale ulipo, mwezi huu wa tatu ni mwezi wako wa kutendewa mema na Bwana. Ni mwezi wako wa kutendewa mema na Bwana. Bwana akakutendee yale yaliyo mema. Uingiapo na utokapo katika mwezi wa tatu, mema ya Mungu yakaonekane kwako. Mema ya Mungu yakaonekane kwenye kazi za mikono yako. Mema ya Mungu yakaonekane kwenye miradi yako. Mema ya Mungu yakaonekane kwenye familia yako. Mema ya Mungu yakaonekane juu ya watoto wako. Kwenye mwezi huu wa tatu, Bwana akutendee yaliyo mema. Yawezekana hukumuona Mungu Januari, hukumuona Mungu Februari, ila this much Mungu akutendee mema. Bwana akutendee mema. Ukaone kibali mahali ambapo ulikuwa huna kibali. Ukaone nuru mahali ambapo kulikuwa kuna giza. Ukaone mwanga, ukaone mpenyo, ukaone kustawi, ukaone kufanikiwa. Katika mwezi huu wa tatu, mema yakaanze kutajwa kwako. Baraka zikaanze kutajwa kwako. Habari njema zikaanze kutajwa kwenye familia yenu. Mambo mema, mambo mazuri, mambo ya baraka yaanze kutajwa sasa. Yaanze kutajwa sasa. Mungu akutendee mema. Yaliyo mema ukatendewe na Bwana. Yaliyo mema ukatendewe na Bwana. Yaliyo mema ukatendewe na Bwana. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukatendewe mema na Kristo. Ukatendewe mema na Kristo. Bwana akuinulie watu watakaosimama na wewe kukutendea mema. Yule Mungu aliyemuinulia Mefiboshethi Daudi akuinulie na wewe